Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Pastor Gibson Lizeusi na ninawasalimu katika jina la Yesu. Nataka kushare na wewe ujumbe huu mfupi katika siku ya leo ambao unasikia msukumo ndani yangu, Roho Mtakatifu ananisukuma niweze kushare na watu katika siku hii ya leo. Unajua tunaposoma Biblia katika kitabu kile cha Injili ya Mathayo sura ile ya 22 ule mstari wa kwanza na kuendelea pale, Yesu anazungumzia kwamba harusi ya mwana wa Adamu. Anazungumzia mfano, anasema ni mfano wa mfalme mmoja aliyemfanyia mwanae karamu kubwa, akaalika watu. Wengine wakakataa kwenda, wengine wakaenda. Harusi kaendelea. Anasema lakini baadaye akaja yule mfalme kuwatazama wageni wake. Akaona mle mtu mmoja ambaye hajavaa vazi la harusi. Anasema akamuuliza, rafiki, ulijaje humu nawe una vazi la harusi? Kiendelea kusoma, anasema akamwambia, mkamateni mikono na miguu, mkamtupe katika giza la nje, na huko ndiko kutakapokuwa kilio na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuzungumzia huo mstari mmoja unaosema mkamtupe katika giza la nje, na huko ndiko kutakapokuwa kilio na kusaga meno. Kwanza naomba nianze kwa kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Tazama ujumbe huu ninaenda kushare na watu wako. Ninaomba Bwana kile ulichokusudia uweze kupata ndani ya mioyo yao na uweze kupata. Katika jina la Yesu Kristo, ninasimama kinyume na ila za adui na mipango ya adui inayoweza kuingilia ikashindwe katika jina la Yesu na kutupa kuzimu kwenye giza nene. I trust you Lord. Lord, breathe my vision. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita nilikuwa mkoani Mara, wilaya moja ya Musoma. So kule nilikuwa nafanya shughuli zangu za kawaida za kuniingizia kipato. Lakini kwa bahati mbaya, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Kwa bahati mbaya nikawa nimepata ajali kwenye mguu wangu huu, ambao hiyo ajali ikanipelekea kuvuja damu nyingi sana na sikuwa nimepata msaada wote wa haraka. Nimepata ajali, ikawa inanibidi niweze kutembea kwa miguu zaidi ya kilomita 4 kwa mguu, nivuke milima ili niweze kufika mahali ambapo naweza kupata matibabu. So nikawa natembea, natoka kule nilikokuwa naenda mahali ambapo naweza kupata hayo matibabu. Sasa kwa bahati mbaya nilikuwa navuja damu nyingi sana, na kama nilivyokuambia nilikuwa sijapata msaada wote ule. Nikiwa njiani natembea, nakumbuka mara ya mwisho nilikutana na mama mmoja. Akaniuliza, unaelekea wapi? Nikamwelekeza ninapoelekea, na nikamwambia nimepata ajali, naenda kutafuta msaada. Wakati huo nimeshaanza kuishiwa nguvu, nikitembea kidogo nasikia kizunguzungu. Sasa wakati naongea na yule mama, tumepishana, kwa mbele yetu kulikuwa kuna kijito hivi, kijito cha maji kinatiririka. Nikasema nikivuka hichi kijito nikae hapo chini ya huo mti nipumzike, alafu baadaye nikipata nguvu taendelea. Wakati nimevuka kile kijito, nimeachana na yule mama. Kwa mbele, Bwana Mungu, sizungumzi maono hapa, nazungumzia vitu ambavyo ni hisia, nimeviona kwa macho yangu. Wakati nimevuka kile kijito, nimekaribia ule mti, nikaona giza linalotembea. Giza linalotembea, yani giza linakuja limezunguka pande zote. Ukiangalia huku ni giza limepaa mpaka mawinguni, mawingu ni giza, sehemu zote ni giza limezunguka. Alafu lile giza linakuwa linasogea, linakuja mahali nilipo. Na giza hili ni giza ambalo ni gumu, lina nguvu ndani yake. Liko kama mfumo wa vumbi hivi, linakuja linasogea. Alafu ndani yake kuna kama baridi fulani hivi inakuja. Likawa linakuja, kadri linavyokuja naona nuru inapotea. Natamani nigeuke nyuma nikimbia, naona giza linakuja. Nikiangalia kulia ni giza, nikiangalia pande zote ni giza. Mwanga umebakia kidogo mahali pale tu nilipo. Lile giza likasogea, lilivyosogea lile giza likawa limenifunika lile giza. Liliponifunika nikajikuta nimedondoka chini. Wapendwa, giza hili linapokufunika hauwezi kufanya chochote. Kama utakuwa umeinua mkono wako juu, likikufunika huo mkono utaendelea kusalia hivyo hivyo. Ni giza ambalo linaweza kuja hapa likafunika, likaondoka na kitu.
Wapendwa, natamani uweze kunielewa. Sasa wakati nimedondoka pale chini, lile giza limenifunika. Ilikuwa ni giza tupu kwa karibu masaa mawili, sioni chochote. Lakini ufahamu wangu ninao. Naelewa kabisa kwamba hapa nimefunikwa na giza, niko chini. Giza nilipolala pale chini, giza kutokana na giza lilivyotanda, siwezi hata kuamka pale chini. Siwezi hata kujigeuza, siwezi hata kujitingisha, lakini ufahamu wangu ninao. Naelewa kabisa. Likawa giza kwa zaidi ya masaa kama mawili. Baadaye nikaona kuna kama mpambazuko fulani umetokea. Niko pale chini, wazo la kwanza lilokuja, nafanya nini hapa? Ngoja ninyanyuke nielekee nyumbani. So wakati nimenyanyuka pale chini, ile naamuka niweze kuondoka, nikaona nimegawanyika mara hizo mara mbili. Kuna mimi ambaye ananyanyuka pale, lakini kuna mimi mwingine ambaye anabaki amelala pale chini. Nikashangaa, hichi kitendo kikanishangaza. Mbona haijawahi kutokea hili jambo katika maisha yangu? Ndio mara yangu ya kwanza. Na nakumbuka mara ya mwisho lilikuwa ni giza. Sasa giza hili limefunika, naona limeondoka na gawanyika mara mbili. Nini maana yake? So nikaamka pale nilipokuwa, wazo la kwanza likaja kwamba ngoja niende nyumbani, nirudi nyumbani. Ninapoamka pale, yule mimi ambaye amenyanyuka, ambaye ninaufahamu sasa, najielewa. Ninaangalia pale nilipopata lile jeraha. Sina jeraha lolote. Mwili ni mzima kabisa, wala sina maumivu yote ya pale. Lakini yule mimi ambaye amelala pale chini, ninaona kuna jeraha kwenye mguu, na ninaona na damu zipo kabisa zinachuruzika, zimetapakaa eneo lote pale. So nikasema wacha niende nyumbani. Wakati nawaza tu niende nyumbani, ghafla nikajikuta niko mahala fulani ambapo kulikuwa kuna mtu. Nazungumzia mtu kutokana na vile nilivyoona. Kulikuwa kuna mtu ameketi kwenye kiti. Mimi nikafika pale, nikawa na shangaa, mazingira gani haya? Na yule mtu muonekano wake alionekana kama mtu mkubwa. So nikajikuta tu moja kwa moja ninaanza kuzungumza. Hapa niko wapi? Sasa yule mtu alikuwa amekaa kwenye kiti pale, akaanza kuongea maneno ya kunishutumu. Kumbuka wakati huo nilikuwa sijaokoka, nilikuwa bado niko kijana mdogo, nilikuwa sielewi kwamba mtu anapokufa anakufaje. Na of course ilikuwa 2012, nilikuwa kidato cha 4. Ilikuwa mwaka 2012. Sasa wakati niko pale, akaanza kuongea maneno kama ya kunishutumu. Unaona, kila siku nimekuwa nikikwambia usifanye hivi. Unaona mwanangu, angalia aliyokupata. Angalia sasa unaenda kuadhibiwa. Akawa anaongea. Wakati anaongea yale maneno, mimi huku ndani ya moyo wangu nasikia maumivu makubwa sana. Nasikia kuumia, nasikia kuhukumiwa. Kama vile mtu ambavyo unaweza kugusa kwenye umeme, alafu ule umeme unapokuwa unakuvuta na kutikisa, ndivyo najisikia hivyo ndani. Lakini ghafla sijui nini kitokea, lakini nikajikuta kichwani mwangu linakuja wazo kwamba niombe msamaha. Nikaanza kulia. Nisamehe. Nikawa naomba msamaha. Nisamehe. Nikajikuta nimedondoka chini, nimeshuka, nimeinama kama kupiga magoti hivi ama kwa kusujudia, ninaomba msamaha. So wakati niko pale, nikahisi baridi kubwa sana. Yule mtu alipuliza kama alifungua kama mdomo wake, akapuliza kama pumzi kunielekea. Nikasikia ile pumzi imeambatana na baridi kubwa sana. Nikajikuta pale chini, nilipokuwa nimepiga magoti kama nimedondoka chini. Alafu ghafla kufumba na kufumbua, nikajikuta niko kule ambako giza lilifunikia. Nikajikuta niko pale nikaamka, nikajikuta nimezungukwa na watu wengi sana, kama 200. Wamenizunguka pale, wameshanimwagia maji. Nikaamka, nikapata kumbukumbu, nikaamka. Wakati naamka, nikasikia watu wanasema, "Oh, Mungu wangu ameamka tena." Watu kama sauti fulani hivi za kushangaa. Ameamka tena, Mungu amempa nafasi nyingine. Nikasikia maneno kama hayo. So nikaamka pale, sina nguvu, nikabebwa, nikawekwa kwenye pikipiki, nikaachiliwa, nikaona kama nataka kudondoka tena, akakaa mtu nyuma yangu, pikipiki kawasha, nikatoka nikaelekea kule ambako nilikuwa naelekea. Tukafika hospitali pale, nikafanywa operation pale kwenye mguu, nikapewa matibabu, nikashonwa. Nimekaa pale nimetulia, bado kumbukumbu za kile kilichotokea. Nakumbuka giza lilifunika, nikadondoka chini, nikajikuta niko mahala fulani, nikawa naomba msamaha, alafu
nikapuliziwa pumzi, nikarudi tena. Sasa baada ya siku hiyo kuisha, siku ya pili yake, mwenyeji wangu mmoja akaniuliza, Gibson. Nikamwambia na. Akaniuliza kuaje? Nikamwambia kwa kweli mimi sijui. Nachokumbuka nilipata ajali wakati nakuja hapa kupata matibabu, nikafunikwa na giza njiani, nikavamiwa na giza likanifunika. Nikawa ni giza tupu, nikaamka pale baadaye nikajikuta niko mahali naomba msamaha. Nikajikuta tena baadaye kumbukumbu zimerudi, niko pale mmenizunguka. Akaniambia hivi, inakubidi umshike Mungu sana. Anasema tulikuwa tumeshakata tamaa kabisa kwamba umekufa. Anasema unajua pale chini ulianguka, tulipewa taarifa mida ya saa 5 asubuhi kwamba umeanguka pale chini. Na umekuja kuzinduka pale chini saa 10 inaelekea saa 11. Anasema tulikuwa tumefanya mbinu zote na njia zote za kujaribu uweze kuzinduka, lakini tukawa tumeshindwa. Ila tumekata tamaa kabisa. Tunapanga tufanyeje? Tuita hata polisi tuje tukuchukue tukupeleke nyumbani. Tukashangaa ghafla umenyanyuka. Nikamuuliza swali, ina maana pale chini nilikaa masaa 4? Akaniambia masaa 4 kuelekea 5. Nikamwambia mbona mimi naona nimekaa kama nusu saa, kama dakika 20, vitu vimetokea kwa muda mfupi. Akaniambia hivi, kama sio Mungu wewe usingekuwa hapa tena. Baada ya hapo nikaa nimenyanyuka pale, tukazungumza na yule bwana, nikaendelea kupata matibabu, na jeraha hili lilisumbua kwa zaidi ya miezi kama 6. Ndio nikaja kupata uponyaji kabisa kwenye mwili wangu. Sasa nataka kuzungumzia kitu kimoja. Unajua kuna watu wanakuwa wakizungumzia roho ya mauti. Roho ya mauti ni giza, ni wingu ambalo liko katika mfumo wa giza. Linapofunika mahali, uhai unatoweka. Mahali popote ambapo hili giza linavamia, hakuna uhai, hakuna uzima, hakuna matumaini kabisa, hakuna ushindi tena. Ukifunikwa na hili giza, ujue hakuna namna yote unayoweza kufanya kuweza kujinasua. Nguvu zako haziwezi, unakuwa kama unapata hali fulani ya kuparalyze. Hauwezi kufanya maamuzi yote, hauwezi hata kuzungumza, hauwezi hata kupiga kelele, hauwezi hata kusema. Wapendwa, hii ni situation ambayo nimeipitia miaka 12 iliyoisha nyuma, lakini kila ninapoanza kuelezea watu hizi habari, naona kama ni vitu halisi ambavyo vinatokea kwa wakati huo. Nataka nikwambie, Yesu Kristo alipokuwa anasema kwamba mkamateni mikono na miguu mkamtupe katika giza la nje, hili giza la nje anasema ndiko kutakokuwa kilio na kusaga meno. Wapendwa, hebu fanya unayoyafanya yote, lakini hakikisha mahusiano yako na Mungu yanakaa salama. Hakikisha unalitunza vazi la harusi, vazi la utakatifu. Usije ukajikuta umetupwa katika giza la nje. Giza la nje ni mateso, giza la nje ni kilio, giza la nje ni mihangaiko. Giza la nje hakuna matumaini kabisa, hakuna uzima. Kila kitu kimechakaa, kila kitu ni kibovu, kila kitu kimeharibika. Hakuna chochote kinachoweza kukusaidia hata kama ungelifanyaje. Ukishakuta umetupwa kwenye giza la nje, maana umetenganishwa na Mungu milele. Uhai wako haupo tena, umeharibika. Nafsi yako imeharibika viwango vya kutosha kiasi kwamba unatupa katika giza la nje. Lakini nataka nikuambie tu kwa neno la Mungu kwamba Mungu bado anakupenda, Mungu bado anakuhitaji, Mungu bado anakuthamini. Ndio maana anachiria ujumbe huu. Sauti hii ni ishara kwamba Mungu hataki hata mmoja apotee. Amesema katika neno anataka wote waifikirie toba. Hebu kuwa makini usije ukatupa katika giza la nje. Kama kuna jambo ambalo bado linakuzofisha, kama kuna jambo ambalo unaona kujiendekeza linaweza kusababisha utupwe katika giza la nje, utenganishwe na Mungu, tengwe na Mungu milele, hebu kubali kufanya toba leo. Kubali kufanya matengenezo, kubali kumpa Yesu maisha yako. Yesu adhariwe upya ndani ya moyo wako. Usije ukatupa katika giza la nje. Hakuna matumaini kabisa, hakuna uhai. Kila kitu kimeharibika. Giza linapofunika ni giza baya, ni giza yabisi. Linaharibu kila kitu, linadhoofisha kila kitu, linavunja nguvu zote. Hata kama ungelikuwa na nguvu za pesa, haziwezi kukusaidia. Hata kama ungelikuwa na nguvu za namna gani, haziwezi kukusaidia.
giza hili likikufunika ndio mwisho wa safari yako. Labda itokee Mungu akupe neema. Sasa kabla giza halija kufunika, kabla giza halija kuatamia, kabla giza halijafunika uchumi wako, kabla giza halijafunika familia yako, kabla giza hili la nje halijafunika maisha yako, kabla giza hili la nje halijaifunika ndoa yako na kuharibu na kusambaratisha kila kitu, leo nakupa ujumbe huu: muamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na utaepukana na giza hili. Yesu Kristo alisema katika neno lake kwamba yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Akasema yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Jambo moja tu linaloweza kukusaidia usifunikwe na hili giza la nje ni kuwa na Yesu Kristo ndani. Anasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza. Lile giza ambalo linatajwa pale ambalo halikuweza ni roho hiyo ya mauti. Ni roho hiyo ya mauti, ni ule uchungu wa mauti, kule kuzimu, kule kuharibiwa. Halo, muamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nawe utakuwa salama. Mungu akubariki sana. Karibu. Video hii itapatikana YouTube, andika Gibson Elizeusi. Facebook andika Gibson Elizeusi. Usisahau kunifollow Facebook na YouTube. Usisahau kusubscribe. Utakapoingia Facebook ukaandika Gibson Elizeusi, najua watakuja wakina Gibson wengi, lakini tafuta yule ambaye page yake ni page ya kufollow, afu ni follow, alafu utaendelea kupata video mbalimbali na neno la Mungu kama hivi. Ubarikiwe sana. Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu.